fanya. Asante kwa yale ambayo unaendelea kuyafanya kwa ajili ya madhabahu na madhabahu haya na kanisa lako Jehova. Tunakubariki kwa sababu ya siku ya leo ya mwisho ambayo Bwana tunakuwa mahali hapa kwa ajili ya kujifunza kuhusu kukulia wokovu. Nasi Mungu tunatamani tukue sawa sawa na neno lako Bwana, nasi Mungu tutembee sawa sawa na neno lako Bwana, nasi Mungu tufanye sawa sawa na neno lako Yesu Kristo. Tusaidie kwa neema yako na rehema zako, utufundishe, kamata fahamu zetu na fikra zetu Bwana zikaelewe, katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen. Haleluya, haleluya. Mpe Yesu shangwe tu na vigelegele vya makofi. Tunajifunza kwa habari za kujaa Roho na ukavu. Nikafundisha mambo mengi sana. Na siku ya leo kwa neema ya Bwana tutakuwa na muda mchache, lakini Bwana tutasaidia kujifunza yote. Kitabu cha Luka sura ile ya 4. Tutakuwa na muda mfupi kwa sababu tunatakiwa kwenda kwenye maandalizi ya redio, ya kwenda kwenye ibada ya redio, na baada ya hapo tunakuwa na ibada online. Kwa hiyo tuna ratiba mbili bado hapa tujazikamilisha. Kwa hiyo tutakuwa na muda mfupi, lakini jambo hili la leo litakuwa ni la muhimu sana kwako. Kitabu cha Luka sura ya 4 na mstari wa kwanza, maandiko yanasema: na Yesu ali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akajaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Jana nilikwambia kuna kiwango cha kumpokea Roho Mtakatifu na kuna kiwango cha kujaa Roho Mtakatifu. Hautaona badiliko kwenye maisha yako kama hujaingia kwenye kiwango cha kujaa Roho Mtakatifu. Hautaona progress kwako kama hujaingia kwenye kiwango cha kujaa. Kiwango cha kujaa. Wako wengi waliompokea lakini hawakujaa Roho. Ndio maana ni muhimu kila siku kuomba ujazo, kujaa Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna mileage zinakuhitaji uende, lakini hauwezi kwenda kwenye hizo mileage bila kuwa umejaa. Kuna umbali unatakiwa ufike, lakini hautaenda huo umbali bila kuwa umejaa. Kuna hatua unatakiwa upige, lakini hautaweza kupiga hizo hatua bila kuwa umejaa. Hatua za kibiashara, hatua za kiuchumi, hatua za kihuduma, hata ikiwa ni mchungaji, hata ikiwa ni mtumishi wa Mungu, hatua fulani ambazo lazima upige. Kuna hatua ambazo lazima upige kwenye maisha, na hakika hatua hizo hazitawezekana kama haujajaa. Kuna watu safari zao zimekuwa za muda mfupi sababu ya mambo yao ya muda mfupi, na safari zao kuwa za muda mfupi ni kwa sababu walikuwa hawajajaa. They are not full packaged with the Holy Spirit fire. Hawajawa packaged sawa sawa. Hawajajaa kweli Roho Mtakatifu. Kwa hiyo safari zao zimekuwa za muda mfupi. Safari zao zimeishia njiani. Safari zao zimeishia njiani. Maandiko yanasema Yesu akashuka hali amejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Hali amejaa Roho Mtakatifu. Akarudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho, akujipeleka mwenyewe. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akiwa amefunga, wala hakuona njaa mpaka zilipotimia siku 40. Kuna vitu kwenye maisha yako vinaweza vikaishia njiani, sio kwa sababu ulikuwa hauna nguvu, au kwa sababu ulikuwa hauko serious, au kwa sababu ulikuwa hauna nia. Kuna watu consistency yao imeharibika,
Kuna watu consistency yao imeishia njiani. Walianza vizuri, akaanza vizuri mwezi wa kwanza, akaenda mwezi wa pili, akaenda mwezi wa tatu, akaenda mwezi wa nne, alipofika mwezi wa tano, kwa sababu alikuwa hajajaza kwa kiwango hicho, consistency ikaanza kufa, ikaanza kupungua, akaanza kubembelezwa. Mbona hujaja kanisani? Mbona leo hujaabudu? Mbona umpendi? Mbona umwabudu Mungu sasa? Mbona umemwacha? Mbona sasa umerudi duniani? Mbona imekuwa mbona umevunjika moyo? Mbona umekata tamaa? Mbona hauko kama zamani? Ile bidii yako imeenda wapi? Ule moto wako umeenda wapi? Ule moyo wako umeenda wapi? Ile nguvu yako ya zamani imeenda wapi? Wengine ni kwenye biashara zao. Alivyokuwa serious na biashara mwanzoni mwa mwaka huu, sivyo alivyo serious sasa. Wengine ni kwa habari ya maisha yao. Alivyokuwa serious na maisha yake kipindi mwezi wa kwanza unaanza, akasema huu ni mwaka wa neema na utukufu mkubwa. Mwaka huu nina malengo matatu tu, sitaki kuwa na mambo mengi, nataka nifanye moja, nifanye mbili, nifanye tatu. Kabla hajamaliza lile la kwanza, alianza wiki ya kwanza na moto, akaja wiki ya pili na moto. Ulipofika mwezi wa kwanza akawa na moto, ulipokuja mwezi wa pili akawa na moto, baadaye moto ukashuka. Unamuuliza moto wako uko wapi? Mbona ulikuwa unaenda vizuri? Umeanza kuwekeza vizuri, umeanza ujenzi vizuri, umeanza kujitoa vizuri, umeanza kujituma vizuri, umeanza kufanya biashara zako vizuri, umeanza kuweka akiba vizuri. Mbona umeishia njiani? Anasema unajua uchumi umeshuka, uchumi wa dunia umeporomoka, uchumi, unajua vita ya Iran, mabomu, mlango wa bahari umefungwa. Wewe mlango wa bahari wapi na wapi? Roho kama hujajaa, wewe na uhakika hakuna safari utaikamilisha bila kujaa Roho. Na ndio maana I love so much Holy Spirit. Ndio maana nampenda sana Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ameitwa kwetu kama msaidizi. Yesu alipokuwa anaondoka akasema hivi, sitawaacha yatima, nitawaachieni Roho Mtakatifu ambaye atakuwa msaidizi wenu. Mtu aliye na mzazi, ndio maana umewahi kuona mtu amefiwa na mama yake au na baba yake, akiwa kuna shida kwenye kichwa chake, au ameumia sana, amechanganyikiwa. Lakini yeyote aliyefiwa na mzazi, uchungu wake hauelezeki. Kwa nini? Kwa sababu mzazi ni mshauri, mzazi ni msaada, mzazi ni mwombezi, mzazi ni mtu anayebariki. Nisikilize, kuna watu hawatapenda mafanikio yako kama mzazi wako. Hakuna mtu ataburudika ukiwa umeinuliwa kama mzazi wako. Hata watu unaofanya nao kazi ofisi moja, kwanza ukipendeza roho zitawauma, watamani uwe kama ulivyokuwa zamani. Kwanza ukiinuliwa wataumia, wanatamani uwe kama ulivyokuwa zamani. Yesu alijiweka kwenye nafasi ya mzazi alipokuwa na wanafunzi. Kwa hiyo alijua akiondoka kwa wanafunzi atawaachia pengo moyoni. Pengo. Atawaachia pengo. Kuna mtu mmoja ameugua sana, ni mtu mzima, imefikia hatua miguu hii imekakamaa, imekuwa kama ya maiti, haiwezi kukunja wala kukunjuka. Hospitali wanasema hawaoni ugonjwa. Hana mama, ana baba, ana dada yake ambaye amesimama kama mama yake, na huyo dada sio dada, ni mdogo wake, na huyu ni mzee mzima wa miaka zaidi ya 50, karibu 50, na dada yake ni mama mzima wa miaka zaidi ya 40. Na sasa amenyooka pale kitandani, akijisaidia, anajisaidia pale pale, haja ndogo anamaliza pale pale, chakula anakula pale pale. Aliyekuwa anafanya kazi ni dada yake, anatoa pampers, mtu mzima anamvalisha pampers, anatoa pampers, anamvalisha pampers. Alipata bahati akapata dada mwenye roho ya mzazi. Have si maikuona mwanaume mmoja akaugua, mifupa ikashindwa kuzalisha kasha, akashindwa kuinuka. Mke aliyekuwa amemuoa, walikuwa wanapendana sana, wanabusiana, wanabebana na mgongoni, akamwacha, akaondoka. Watoto waliozaa akawasomesha,
akawatafutia kazi, akawapatia maisha, akawaridhisha na viwanja, akawaridhisha na mashamba, akawapa na magari, wakashindwa kumhudumia. Wakatafuta kijana, wakawa wanamlipa pesa. Wow. Nimeipenda hiyo. Nimeipenda. Wakatafuta kijana, wakawa wanamlipa pesa. Njoo mhudumie baba. Ikafika saa baba akakataa kula, kwa sababu anasema nikila nikashiba, ikifika saa ya kwenda haja sijui inatoka saa ngapi. Na wahudumia wanaonihudumia, kwa sababu wanaonihudumia wana sijamzaa, wana sio mtoto wangu, wana sio mke wangu, wala sio mama yangu. Akasema heri nisile nife nisimchoshe kijana wa watu. Na saa anaandika usia, akasema gari fulani litakuwa na kazi moto na nyumba fulani itakuwa ya kazi moto. Sikwambii stori za bunuasi, nakwambia stori za kweli. Unajua kwa nini? Kwa sababu alikosa mtu wa kusimama kama mzazi. Kama mzazi. Yesu alijiweka kwenye nafasi ya mzazi alipokuwa na wanafunzi. Kwa hiyo alijua siku akiondoka akamwacha Petro wake ataumia machungu. Siku akiondoka akamwacha Yakobo wake ataumia. Akimwacha Andrea wake, akimwacha Yuda wake, akimwacha Simoni wake, wataumia, watakuwa na machungu. Akiwacha akina Filipo wataumia. Afanye nini? Akawatia moyo, akamwambia sitawaacha yatima, nitawapatia Roho Mtakatifu. Maana ni kwamba Roho Mtakatifu kwetu ni mzazi, amekuja kuziba pengo la uyatima. Maana ni tafsiri yake ni kwamba tusipokaa na tukikaa bila kujaa Roho, tunaishi kama yatima. Hatuna wa kutuhurumia, hatuna wa kukwambia pole, hakuna wa kukupenda. Mtu mmoja majuzi akaniambia, laiti kama mama yangu angekuwepo nisingeteseka ninavyoteseka hivi. Mwingine naye akaniambia, laiti kama mama yangu angekuwepo ningekuwa naenda kwetu, lakini siwezi kwenda kwetu. Kwetu kuna nani? Mama yangu hayupo. Kijana mwingine majuzi akaniambia, mtumishi wa Bwana, mke wangu nilikuwa na mke ni dalali. Unasikia uzo? Mke wake ni dalali. Mke alipoona maisha yamekuwa magumu, akaenda akauza kiwanja cha nyumba, akaweka hela mfukoni, akafanya mikataba pamoja na mwenyekiti wa mtaa, alafu akachukua nguo zake na pesa aliyouza nyumba, akapanda basi, akapotea kusikojulikana. Siku baba anatoka kazini, akaja akakuta watoto. Mama yenu yuko wapi? Mama amesema ameondoka, ameenda kusikojulikana, hatujui ameenda wapi. Ananiambia mtu, lakini kuna saa wakati anaendelea kunisimulia, akaniambia, mtumishi wa Mungu, kama ningekuwa na mama yangu nisingepitia mateso ninayopitia sasa, kwa sababu nibaki na watoto wadogo. Baba ameoa mwanamke mwingine, yuko kule, ni mama wa kambo. Mama wa kambo hanipendi. Sasa niliposema naleta watoto kwa muda mchache nitafute pesa, akasema usiwalete, maana nina mpango wa kumfukuza mfanyakazi. Naishi huyu mfanyakazi ni mchawi, watalelewa na nani? Yesu alijua kuna gap la uzazi. Watu wanapoteza wazazi, watu wanapoteza wanaowapenda, watu wanapoteza waliokuwa faraja yao, watu wanapoteza watu wa muhimu kwao. Lakini hata kama ukipoteza wote, ukabaki na Roho Mtakatifu, uko salama. Ndio maana ni muhimu kutamani kujaa Roho Mtakatifu. Nilikwambia jana wakati tumeanza, nilikwambia ilifika saa ambayo nilikuwa namtumikia Mungu without power. Namtumikia Mungu na ubiri Injili. Maana nimeanza kumtumikia nikiwa darasa la 4. Ninamtumikia Mungu. Nikakupa ushuhuda, nikamwambia kuna vijana walipita hapa. Mmoja imeshapita miaka, ameshakuwa injinia. Akaniambia, Emmanuel, sishangai. Maana hata tulivyokuwa darasa la 4 nilijua kuna siku utakuwa mchungaji. Bwana asifiwe. Lakini nimemtumikia Mungu tangu utoto, lakini hakuna nguvu. Huwezi hata kuiambia malaria inuka uondoke ikakubali.
pepo, jini, mende linang'ang'ania, unakemea mpaka koo linashika, halitoki, hakuna nguvu. Mambo yanatokea yanakusurprise, hakuna macho ya kuona roho. Mungu Roho Mtakatifu akaniambia siku moja, Yesu akaniambia, ili nikae ndani yako na nguvu zangu zijae ndani yako, lazima uwe na njaa ya kumtamani Roho Mtakatifu. Ndio nikakwambia jana, Mungu akanipa wimbo, nikawa naimba kila saa. Sitaki kuondoka kwenye uwepo wako, sitaki kuondoka kwenye uwepo wako. Nipe Roho wako anifundishe kukutafuta, anifundishe kuomba. Nipe Roho wako anifundishe kukutafuta, maana nimejua bila uwepo wako mimi ni kama mtu aliyekufa. Bila uwepo wa Mungu, bila uwepo wa Mungu, bila uwepo wa Roho Mtakatifu kwako, unafanana na yatima. Unakuwa kama yatima bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Yesu akawaambia wanafunzi, sitawaacha yatima, nitawapa Roho Mtakatifu. Yule kijana akaendelea kunisimulia, angasema, mtumishi wa Mungu, mwanamke alipouza vyote akaondoka. Siku nakuja ndio nafika, nakuta watu wamekuja, wanaanza kupima. Wanapima. Nauliza, kwa nini mnapima eneo lako? Wanaambia mkataba ni mtu umenunua. Matokeo yake mimi nikakamata watoto wanahala wenyewe, nikapelekwa ndani, naambiwa ni mzuri. Nikamwambia hapa sio. Akasema sasa turudishiwe pesa yetu. Sina pesa hata 100. Ikabidi aende bank aandike standing order ya mshahara wake wote. Pesa inapoingia ya mshahara yote inaenda yote direct kwa mtu aliyechukua, aliyempa pesa mke wake. Hana pesa ya kulisha watoto, hana pesa ya kulea watoto, maana pesa yote imechukuliwa na bank, inalipwa kwa mtu aliyezulumiwa. Yote inaenda kama standing order. Anasema kuna saa najua mbona nina kwetu, mbona nina baba mimi, si niwapeleke wanangu leo wakati nimeenda kupambana huku kutafuta chakula, niwapeleke wanangu. Anasema nikitaka kuwapeleka, mama wa kambo anasema usiwalete, mfanyakazi wangu ni mchawi, watapata shida watoto wako. Utasema mama wa kambo ameroga wanangu. Alikuwa ajui siku zote. Ndio maana Yesu akajua na akajiweka kwenye kiwango cha uzazi. Na ndio maana mahali pote ambapo Yesu alikuwepo, Petro alikuwepo na wanafunzi walikuwepo. Hata siku yuko msalabani, japokuwa walikuwa wanatoroka wanaogopa msalaba, lakini walikuwepo wakilia kwa uchungu, wakilia kwa uchungu. Pamoja na wanawake wengine wakalia machozi ya uchungu, mpaka Yesu akaamua awaambie maneno ya kuwakatisha tamaa ili wasimlilie. Akawaambia, jililieni nyinyi na watoto wenu, kwani mnanililia mimi? Lakini alikuwa anajua ameacha gap line gani kwenye mioyo yao. Nisikilize, kuna hadi wachungaji waliompokea Roho Mtakatifu lakini hawajajaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa sababu hawajajaa Roho Mtakatifu hawaoni matunda, safari zao zinaishia njiani. Maandiko yanasema Yesu amejaa Roho Mtakatifu, akamuongoza kufunga siku 40. Ndani ya siku hizo 40 hakuona njaa. Kwa nini hakuona njaa? Kwa sababu alikuwa amejaa. Kuna vitu kwenye maisha yako, furaha inaondoka, pesa inapoisha, hamu inaondoka, furaha inaondoka. Leo hujapata wateja, umekosa furaha, umekosa amani. Nataka umtake Roho Mtakatifu aingie ndani yako ili awe replacement ya kila kitu. Amen. Kwa sababu maandiko yanasema amani atupayo Mungu si kama dunia inayotoa. Ametupa amani ili tusiwe na mashaka na tusiwe na uoga. Amani atoayo si kama dunia itoayo. Maana yake si kama pesa itoayo, si kama ndoa itoayo. Amani anayotoa Yesu ni zaidi ya amani anayoweza kupa mpenzi wako, mume wako. Ni zaidi ya amani anayoweza kukupa mke wako. Ni zaidi ya amani anayoweza kukupa pesa. Unaweza ukawa hauna mtaji leo, lakini unayo amani, kwa sababu amani ndio chanzo cha mema yote kwenye ulimwengu wa roho. Ndio sababu ya kutamani kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu yeye atakupa amani. Yeye ataondoa uchungu moyoni, ataondoa mizigo, ataondoa moyo mzito,
akikupa amani uwe na uhakika everything will come, kila kitu kitakuja, ile hali tu Mungu Roho Mtakatifu amekufunika na amani yake. Nimekufundisha siku moja nikakwambia, uchungu wowote unaoinuka kwenye maisha yako, ulikuwa na amani, ulikuwa na furaha, ghafla tu ukaja uchungu, kikaja kitu kikakuletea uchungu, uwe na uhakika ni mpango wa shetani wa kufanya spiritual abortion. Umekaa na amani yako, unafanya biashara yako, unafanya kazi yako, unafanya vibarua vyako, lakini saa ikaja tu ukasikia roho ya uchungu imeingia ndani, inakwambia utakaa maisha hayo mpaka lini? Utaishi hivyo mpaka lini? Ukasikia machungu, ukasema mume wangu mbona siku hizi anikumbatii kama zamani? Ukasikia uchungu, ukasema mbona biashara yangu siku hizi haileti matokeo kama ya zamani? Ukasikia uchungu. Uwe na uhakika you are doing spiritual abortion, unatoa mimba kiroho. Kazi ya uchungu kwenye ulimwengu wa roho ni kuzalisha vitu kabla ya wakati wake, na kinachozaliwa kabla ya wakati maana yake kipo kwenye hatari ya kufa. Kuna baraka ambayo Mungu amesema utapata, lakini ukiruhusu uchungu moyoni, umeruhusu ife. Ndio maana anasema ametupa amani ili tusiwe na uoga. Anajua kuna vitu vya kututisha vitakuja, kuna vitu vya kututhreaten vitakuja, kuna vitu vya kutuogopesha vitakuja. Kuna saa unaona kabisa kama mtaji wako unaenda kupotea, unaona kabisa kama ndoa yako inaenda kufa, unaona kama baba yako, lakini Mungu anataka uwe na amani. Ndio maana watu wa dunia miaka ya nyuma, enzi za kina Moses Klola, enzi za kina Emmanuel Lazaro, enzi za kina Zakaria Kakobe wanahubiri Injili, enzi za kina Kenneth Hagin wanahubiri Injili, enzi za kina Catherine Kuhlman wanahubiri Injili, miaka hiyo ya kina Bishop Benson Idahosa wanahubiri Injili. Watu walikuwa wanasema walokole ni vichaa, walikuwa hawaiti vichaa bure, kwa sababu walikuwa wamekubali na wamemruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yao. Kwa hiyo kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yao, walikuwa hawana kitu cha kuwapa, cha kuwaondolea amani. Walikuwa hawana kitu cha kuwatisha, walikuwa hawana kitu cha kuwaogopesha. Wakati wengine wanasema hali ni mbaya, wao wanasema hali ni nzuri. Kwa hiyo dunia inaona, kwa nini hao wanasema tofauti na sisi? Nisikilize, ukisema kama dunia inavyosema, utakuwa kama dunia inavyotaka uwe. Kwa sababu kuna saa miungu ya mahali inaamua vitu. Kuna saa miungu ya dunia, dunia inayo ina miungu, inaamua, inasema sasa hivi uchumi ni mbaya. Inasema sasa hivi ni uchumi ni mbaya. Miungu inaamua. Falme za giza zinaamua. Wakati mwingine miungu ya maeneo fulani unayoishi. Kuna miungu ya vijiji hairuhusu mtu kujenga. Kuna miungu ya vijiji hairuhusu mtu kusoma. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja tunasoma form 6. Ikifika likizo, sikia tunaenda likizo, anaenda mtumishi wa Mungu, likizo hii nitaenda kwa mchungaji fulani. Namuuliza kwa nini hauendi kwa baba yako na mama yako? Akaniambia nilipotoka nyumbani, baba aliniambia nisirudi nyumbani, kama nikirudi wataniua, kwa sababu miungu ya kwetu na uchawi wa kwetu hauruhusu. Nikamuuliza uko serious? Akaniambia siku nimefaulu form 4, baba yangu mkubwa na baba yangu mdogo waliniita, wakaniambia umebahatika, umepenya, kuwa makini, uko unakoenda hautafika. Nikamwambia nitafika kwa jina la Yesu. Akaniambia hapa nilipo nimeshaaga nyumbani kwetu Katavi, Sumbawanga. Alikuwa anapaita Swax. Nimeshaaga nyumbani kwetu Swax, sirudi tena Sumbawanga. Miungu ya kwetu haitaki nisome. Nikamwambia kuwa serious. Kaka yake alikuwa anasoma Muhimbili, wakati huo tunasoma sisi. Kaka yake akampigia simu mdogo wake, akamwambia mdogo wangu nisikilize, kuna ka scholarship nimepata, kuna kakazi nimefanya kwa hospitali fulani, nimepata pesa. Hii pesa ni bora niende karabati nyumba ya baba na mama. Akamwambia akanisikilize, chukua hiyo hela mtumie baba na wakarabati wenyewe. Akasema hapana, nimewamiss tangu nimalize form 4, nilipoondoka nyumbani sijarudi. Nimemaliza form 4, nimesoma form 5, nimesoma form 6, nimeenda chuo kikuu, nimeenda jeshini, nimetoka jeshini, nimeenda chuo kikuu, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili chuo kikuu, mwaka wa 3, leo ni mwaka wa 4, nina miaka zaidi ya 7 sijawahi kurudi nyumbani. Sitaki. Narudi nyumbani. Karudi nyumbani, akarekebisha wazazi wake nyumba, akaitengeneza nyumba yao vizuri, akafanya na mambo vizuri pale kwao.
akawajengea na kafensi, akawajengea, akamjengea mama yake kakibanda kakuuza nyanya mshumaa, akamwekea pale kwake, akamletea mama vitenge, akamletea baba mashati na masuruali, akampelekea na viatu. Kesho yake baada ya mambo yote kuyamaliza, likizo yake imesha, nataka kurudi Dar es Salaam. Wakati ameondoka nyumbani kwao, akapanda bodaboda, hakufika stendi. Haijulikani lori lilitoka wapi, likagonga, bodaboda ikaharibika, yeye akafa, dereva bodaboda akabaki. Miungu ya mahali hairuhusu vitu. Miungu ya mahali inakataa vitu. Lakini sisi haturuhusiwi kukubaliana na maneno ya miungu. Miungu ikisema kuna ugonjwa, nakumbuka 2019 ilikuwa COVID-19 mpaka 2021 kipindi hicho. Miungu ikasema kuna ugonjwa, kuna corona, people are dying, watu wanakufa. Mataifa yote shughuli zikasimama. Watu hawaendi kanisani, watu hawaendi msikitini, watu hawaendi sokoni, watu hawaendi ofisini. Shughuli zinamaliziwa kwenye kompyuta, watu wanafanya kazi kwenye mitandao. Dunia nzima, ramani ya dunia ilikuwa imewekewa nyota nyekundu, alafu kuna nchi moja ilikuwa ina nyota ya kijani, Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu tulipata mtu ambaye Mungu alimtumia kutokusema kama dunia inavyosema. Haijalishi kuna watu walikufa kweli, haijalishi, lakini lazima apatikane mtu ambaye atasema si kama dunia inavyosema. Ili maisha yako yawe salama, lazima ujifunze kusema kama mtu aliyeokoka. Watu wakasema huyo rais ni kichaa, huyo rais hana akili, huyo rais anataka mfe. Lakini akasema no, hakuna ugonjwa, sisi hatufi, tuko salama. Kazi zinaendelea na uchumi unaendelea. Kwenye maisha ya rohoni lazima ujifunze kutumia akili, na huo ndio ulokole, na huo ndio Ukristo. Kwa sababu ulokole sio dini, vile vile Ukristo sio dini. Ukristo ni imani ya kumwamini Yesu. Ndio maana Ukristo, mtu asikwambie umeletwa na wazungu. Ukristo hujaletwa na wazungu. Kama kuna dini nyingine iletwa na wazungu, ni hiyo nyingine. Ukristo hajaletwa na wazungu, wala haijaletwa na weusi, wala haijaletwa na Waarabu, wala haijaletwa na Wayahudi. Ukristo uliletwa na mfalme Kristo Yesu, ambaye alikuwa na mwili kama wa Mungu mbinguni, akashuka duniani, akachukua mwili wa mwanadamu. Ndio maana hata anaposema, anasema tubuni kwa kuwa ufalme wa Bwana umekaribia. Ufalme, alikuja mfalme, dunia ikamuita mfalme, wafalme nao wakamuita mfalme, waliomsulubisha nao wakamuita mfalme. Usikiri kama dunia inavyokiri, kiri kama Bwana anavyosema. Ndio maana upende wimbo umeinuliwa neno lako, kama vile jana, kwa neno la Bwana, si kwa maneno ya watu. Wanadamu wana maneno mengi sana. Wanadamu wana maneno, wanadamu wanakata tamaa, wanavunja moyo, hawatii moyo. Wanadamu hawatii moyo. Unasikia kuwa nacho, ndio kujua kusikia Mungu amesema nini. Unaumwa, tena msimu utakufa, lakini swali ni kwako, Mungu amesema nini kuhusu afya yako? Ni kweli adui amesema utakufa, daktari amesema utakufa, lakini Yesu amesema nini? Amesema sitakufa bali nitaishi, nami nitasema matendo makuu ya Mungu. Watu wanasema uchumi umeharibika, lakini Mungu anasema nini? Anasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, asema Bwana wa majeshi. Wanasema hali ni mbaya, lakini neno la Bwana linasema nini? Neno la Bwana linasema hali yangu ni tofauti na wengine, maana mimi niko Gosheni. Unatakiwa ujae roho, kiwango ambacho hakuna kitu kitakupa uyatima kwenye maisha, kitakupa uchungu kwenye maisha, kitakupa tundu kwenye maisha, kitakupa utupu kwenye maisha. Kwenye kile kitabu nilichoandika kinakaribia kutoka, kuna kitu nimeandika, utupu wa kiroho. Kuna kitu kinaitwa utupu wa kiroho. Unakuwa kama vacuum, kama chupa ya chai ikiwa haina kitu ndani. Utupu wa kiroho. Usipokuwa na Roho Mtakatifu una utupu. Kazi ya utupu wa kiroho nimeandika.
Imeandika kazi ya utupu wa kiroho ni kumnyang'anya Mkristo uelekeo wa maisha, kwa sababu hutajua uelekeo kama hauna Roho Mtakatifu. Ni roho gani atakufundisha? Nani atakuonesha pa kwenda? Atakuelekezaje pa kutembea? Atakuelekezaje nini cha kufanya? Una biashara umeanza, wanakwambia hiyo biashara imeangusha wengi na mitaji yao imeharibika, lakini Roho Mtakatifu amekwambiaje kuhusu biashara? Ni kweli watu mitaji yao imeharibika, lakini Roho Mtakatifu amekwambiaje? Umeanza kuuza nguo, anakwambia unajua nguo hazitokagi kwa sababu watu hawafai kila siku. Ni kweli watu wanajua hivyo, lakini je, Roho wa Mungu amekwambiaje? Kwa sababu hali yako ni tofauti kama ya watu wa Gosheni. Nasema usichoke mpaka ukamilishe kusudi la Bwana kwa maisha. Nasema usiishie njiani mpaka likamilike kusudi la Bwana kwako. Nasema usikate tamaa mpaka likamilike kusudi la Bwana kwako. Kuna mtu ameanza kuomba wiki ya kwanza, wiki ya pili amechoka, ameisha. My friend, you are allowed mpaka kusudi la Bwana kwako liwe limetimia. Mpaka kusudi la Bwana kwa maisha yako liwe limetimia. Sema kwa jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa sababu siku ya leo unasema na maisha yangu, na hakika yake lile kusudi lako tatimia ndani yangu. Nami Bwana nitajazwa nguvu zako, nitaongozwa na Roho kwa muda wa siku zote. Kwenye biashara yangu nitaongozwa na Roho bila kuchoka, kama Yesu ulivyoongozwa na Roho siku 40 bila kuona njaa. Ilipofika siku ya 40 ndipo njaa ikaja. Nami nafukuza vitu vibaya kwenye maisha yangu viondoke kwangu mpaka litimie kusudi, mpaka nitimize kusudi, mpaka nitimize kusudi, mpaka nitimize kusudi kwa jina la Yesu. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Simama pale ulipo, simama pale ulipo. Vipengele kadhaa vimebaki, nitavimalizia kwenye redio. Weka mikono yako juu, sema Yesu, nainua macho yangu nikitazama ni wewe. Ninainua macho yangu kama Daudi, ninatazama milima. Msaada wangu u katika wewe uliyeziumba mbingu ukaiumba na nchi. Usiyeruhusu mguu wangu jikwae, usiyeruhusu hatari niue. Msaada wangu utatoka kwako, utatoka kwako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Ikiwa kuna kitu kwenye maisha yako unatamani Mungu akusaidie, njoo tu madhabahuni hapa.